hata hiyo haki ya kisiasa. Nenda utafute ile kitu wanaita katiba inayopendekezwa. Utakuta kuna tume huru ya uchaguzi, na ndio wanaizungumza kila siku hapa. Utakuta mle ndani madaraka ya rais yanapunguzwa, tena yalipunguzwa kwa kusema rais au anatiwa watu wachache tu. Na sisi tunakubaliana naye. Hata rais mwenyewe juzi amesema sasa wale watu wanaenda kwenye mabodi ya biashara za serikali huko, wao wanafanya interview huko na wanateuana huko, kwa sababu wakati mwingine rais naye anapata shughuli ambayo anateua mtu mpaka amkute aseme wewe ndio unaitwa nani wewe, akumbuke kwamba katika ile orodha na wewe ulikuwemo. Kwa hiyo wala si problem ya ajabu. Wanasema tupunguze madaraka ya rais. Nani anakataa kupunguza? Unapunguza nini? Ndio hoja. Kwa sababu sisi ni developing country, my friend. Lazima tuwe na serikali ambayo vina nguvu kidogo. Ama sivyo inakuwa ceremonial. Kwa maana kwamba rais hana powers zote za kusimamia maendeleo. Wewe kama mzee Wasira unafikiri kitu gani hasa kwa developing country hizi kinapaswa kisipunguzwe kwa mamlaka ya urais, na kama ni kupunguzwa kipunguzwe kipi kwa tija na ndio hayo nayokuambia. Kuna mambo ambayo unaweza ukayaondoa na rais akaendelea kuwa powerful. Kwa mfano, unaweza ukaunda Civil Service Commission ambayo ndio ina promote watumishi wa serikali, inateua wakurugenzi na nchi inakwenda. Unaweza ukaunda Local Government Service Commission kama ambavyo ipo commission ya majaji. Majaji wataendelea kuteuliwa na rais kwa sababu ndivyo ilivyo dunia nzima. Lakini kuna mahakimu hawateuliwi na rais, lakini wako very powerful. Wale mahakimu wa Kisutu wale wanaweza kuhukumu mpaka ukachanganyikiwa, lakini hawateuliwi na rais. Unafahamu? Kwa hiyo viko vitu unaweza ukavipunguza kutoka kwenye urais, lakini bado ukamwacha rais akawa msimamizi wa nchi. Unajua katiba yetu ya sasa ni replika ya katiba ya Uingereza. Katiba ya Uingereza ina malkia au king. King hana madaraka ya serikali, lakini ndio mkuu wa nchi na ndio amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Uingereza. Ndio. Lakini mambo ya kawaida ya kiserikali anaendesha waziri mkuu ambaye anatokana na chama chenye wabunge wengi. Lakini akitunga sheria pamoja na wabunge wake wengi, ile sheria lazima iwekewe saini na malkia au king. Ndio, kwa hiyo king plus wale wabunge ndio wana form parliament ya Uingereza. Na tulikopi huko. Sasa sisi hatuna king, kwa sababu tukutaka kuwa hapa na mtu ambaye anakuwa mkubwa wetu kwa kuzaliwa tu na mama yake. Kwa hiyo yaani ukizaliwa tu na mama yako unakuwa mkubwa wetu. Hiyo tulikata. Sasa tunataka nini? Tunakuwa na rais anateuliwa na watu wote. Ni simbo ya umoja wa taifa. Ndio. Ni simbo ya umoja wa taifa. Sasa huyu tunampa kazi 3. Kazi ya kwanza ni mkuu wa nchi, head of state. Alafu ni amiri jeshi, mkuu wa majeshi yetu, lakini vile vile ni mkuu wa serikali. Sasa kwa sababu ni mtu mmoja, wakati mwingine wanamchanganya sana. Kwa sababu wanamchanganya sana. Anapoteua majaji, anateua majaji kama head of state, mkuu wa nchi. Anapoamrisha majeshi ni amiri jeshi mkuu, ambazo kazi hizo kwa Waingereza zote zinafanywa na mtu mmoja, hizo mbili. Ya 3 ni serikali. Yeye ndio mkuu wa serikali. Tungeweza kuwa na amiri jeshi na rais asiyekuwa na madaraka na tukawa na waziri mkuu mwenye madaraka. Sisi hapa hatuna. Yeye ndio mwenye mamlaka ya kuendesha serikali.
anateua mawaziri ili wamsaidie katika kazi yake hiyo ya kuendesha serikali na kuendesha nchi. Sasa anawateua wote, wale wote ni mawaziri wale, pamoja na prime minister, naye ni waziri, ndio maana anaitwa minister, lakini ni prime, ili amsaidie rais katika kusimamia wale mawaziri katika kuendesha serikali ya rais huyu. Ndio structure yetu. Sasa structure ndio hiyo. Sasa ukiniuliza mnapunguza nini? Wakati ukifika tutaulizana, ukipunguza hiki athari itakuwa nini? Maana hampunguzi tu kama ngoma.